Lengo ni kutoa taarifa kwa wanajimbo Katoliki Mafinga na kwa umma kwa ujumla mintarafu padre wetu Jordan Kibiki. Tarehe ya 18 mwezi Septemba 2025, Padre Jordan Kibiki wa Jimbo Katoliki la Mafinga, ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha afya cha Nyororo na paroko msaidizi wa parokia ya Nyororo tangu tarehe 20 mwezi Agosti 2025, baada ya kuhitimu masomo yake huko chuo cha Sauti Mwanza. Siku hiyo ya tarehe 18 alitakiwa kufika kwenye ofisi za halmashauri ya wilaya ya Mufindi kwa ajili ya kikao cha mambo ya afya. Hata hivyo, pamoja na kuwa aliondoka asubuhi na mapema, hakufika kwenye kikao hicho. Padre Isaac Nzigiro, ambaye ndiye paroko wa parokia ya Nyororo, wakati anarudi kutoka Mafinga ambako alikuja kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiparokia, alikuta gari aliyokuwa anaitumia Padre Jordan imeegeshwa pembeni mwa barabara maeneo ya msitu wa Sauheli. Akasimama mbele yake kidogo ili amjulie hali mwenzake, na wakati akijiandaa kushuka aliona gari ile kupitia kioo chake cha pembeni au julikanacho kama side mirror barabarani na kuondoka. Vile vile, baada ya kuamini kwamba mwenzake hakuwa na shida ya pekee, alimpita na kutangulia nyumbani kwa sababu alikuwa anasubiriwa na watu kule aliowaahidi kwenda kuwahudumia. Padre Isaac alifika nyumbani na kuendelea na shughuli zake hizo za kawaida, na ilipofika jioni aliona mwenzake hajarudi bado, akadhani labda kituoni kuna dharura ambayo alilazimika kuishughulikia. Ilipofika saa 3 usiku akaona sasa ni mno, na akawapigia simu wafanyakazi wa kituo cha afya ili kujua kama padre alikuwepo bado pale. Akaambiwa hajaonekana kabisa. Ndipo alipotoa taarifa jimboni na jitihada za kuuliza huku na huko zikawa zimeanza. Asubuhi ya tarehe 19 Septemba 2025, afisa tawala wa kituo cha afya hicho cha Nyororo alikuwa anakuja kwa ajili ya shughuli. Wakati wanapita maeneo ya msitu, aliona ile gari Padre Jordan kwa haraka akaona kama hakuna mtu. Baada ya kuona hivyo, alieleza jambo. Padre Isaac akawapigia simu Padre Gowisa wote watatu ndipo walipoona gari kweli iko pale, za gari ya Isuzu hivyo waliamua kutoa wote mawasiliano ya padre yanapatikana kwa
WhatsApp yuko salama na yuko sehemu asiyoijua. Kumbe tarehe 20 mwezi Septemba 2025 Padre Jordan alimpigia simu Padre Isaac kwa namba mpya na kumweleza kuwa alikuwa maeneo ya Mbalizi baada ya kuachiwa na watu waliokuwa wamemchukua na kumpeleka mpaka maeneo ambayo hakuyafahamu vizuri kuelekea mkoa wa Songwe. Padre Isaac alitoa taarifa jimboni na utaratibu wa kwenda Mbeya ukafanyika, ambapo Padre Godwin Maliga ambaye muda wote alikuwa na timu ya polisi wakizunguka huku na huku kwa kutumia gari yetu ya jimbo, alianza safari kuelekea Mbeya pamoja na hiyo timu ya polisi ambayo tayari ilikuwa imeanza kufanya uchunguzi. Baada ya kufika kule, walimkuta pamoja na baba paroko wa parokia ya Chosi, ambaye mimi baada ya kuwasiliana na Padre Jordan mwenyewe, baada ya kupewa ile namba yake mpya na kunihakikishia kwamba yuko Mbalizi na yuko salama, nilimtuma huyo paroko wa Chosi ambaye parokia ambayo yuko jirani zaidi na Mbeya kwa ajili ya kwenda kutoa misaada ya haraka ya kibinadamu. Na baada ya kukutwa kule, basi polisi walifanya kazi yao, wakaanza mahojiano naye, na kumbe wakati wa mahojiano Padre Jordan Kibiki aliwaambia jeshi la polisi kwamba asingependa kuendelea kusababisha usumbufu. Ukweli ni kwamba alifika huko Mbeya kwa namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuielewa kutokana na hali aliyokuwa nayo, hasa siku ya tarehe 18 Septemba. Na sasa baada ya uchunguzi wa kitabibu ambao nitausemea hapa chini, tunaweza kusema alikuwa na unyongefu. Kiingereza chake ni depression. Unyongefu huo ulichangiwa na yeye kugundua kuwa amekula hasara ya takriban shilingi milioni 3.5 kwenye biashara ya mtandao unaoitwa eBay. Alipata hisia kwamba ameibiwa pale alipoambiwa atume fedha nyingine kinyume na makubaliano ya awali na huyo waliokuwa wanawasiliana kwenye mtandao huo. Hapa ninaomba nifungue mabano na kufunga. Lengo letu si kuituhumu kampuni ya eBay kwamba ni kampuni ya wezi, kwa sababu baada ya kufuatilia tumeona ni kampuni ambayo imesajiliwa kihalali kabisa huko Marekani na inafanya kazi za biashara mtandaoni. Ila bila shaka kama ambavyo biashara yoyote inavyoweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, au mtu yoyote anaweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, inawezekana hata wao kuna mtu ambaye alijisajili kama agent na kuanza kutafuta maagenti wengine, na kwa bahati mbaya akaanza kutokuwa mkweli. Hiyo nadhani sote tunajua kwamba kwa bahati mbaya matatizo hayo yapo. Mimi mwenyewe mwaka huu niliweza kupata mawasiliano, nilitafutwa na lile ambalo lingejitambulisha kwamba ni shirika la maisha ya kitawa la Canada, lakini nilipofanya utafiti niligundua kwamba alikuwa ni mtu mmoja wa Kongo ambaye alikuwa amehack mawasiliano na shirika lile la kitawa. Kwa hiyo mambo hayo nadhani unajua siku hizi yanawezekana. Sasa kati ya fedha hiyo aliyohisi kwamba amekula hasara, 500,000 alikuwa ameazima kwa paroko, yani Padre Isaac Nzigirwa, na 1.5 milioni alikuwa ameazima kwa mhasibu wa jimbo letu, yani Padre Godwin Maliga, na hivi kufanya jumla ya shilingi 2 milioni.
Kwa hivyo inaonekana kwenye transaction zake huko eBay zilikwenda milioni 3.5, kwa maana ya milioni 1.5 ilikuwa ya kwake yeye mwenyewe. Hivi mnaweza kuona kuwa kwa kweli hakuwa na madeni makubwa hivi ambayo katika hali ya kawaida na kwa mtu mwenye afya ya akili ya kawaida yangemfanya atelekeze porini gari ya shilingi milioni 25. Kutokana na maelezo kwamba hakuwa ametekwa, yale maelezo aliyotoa wakati wa mahojiano na jeshi la polisi, basi Padre Jordan alianza kutuhumiwa na jeshi la polisi kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo kuwa alikuwa ametekwa wakati angekuwa amejiteka mwenyewe. Na hivyo basi Padre Jordan alibaki mikononi mwa jeshi la polisi mpaka alipotolewa kwa dhamana tarehe 25 Septemba 2025. Tarehe 26 Septemba 2025, baada ya mimi mwenyewe kuzungumza naye kwa faragha na kuhisi kuwa hakuwa vizuri, tuliamua kumpeleka hospitali ya rufaa Tosamaganga kwa ajili ya kuangaliwa afya, na ikathibitika kuwa ana unyongefu, yani depression, na hivi akaanzishiwa matibabu. Jeshi la polisi kwa kuzingatia hali hiyo ambayo amekuwa nayo padre wakati huo wote, hata wakati wa tukio hilo jana tarehe 29 Septemba 2025, limefuta tuhuma na kumwacha huru. Tunawashukuru sana jeshi la polisi kwa uamuzi huo. Naomba ifahamike hivi kwa mujibu wa sheria za kanisa ambazo ziko kwenye mkusanyiko huu, jinai au madai yanayomhusu padre binafsi si ya kanisa, bali ni yake yeye mwenyewe. Hata hivyo, ni wajibu wetu kama kanisa kutafuta ukweli wa tuhuma bila kuingilia kazi ya vyombo vya uchunguzi vya kiserikali, na ndivyo tulivyojitahidi kufanya. Sasa kwa kuwa wao, yaani jeshi la polisi, wamemaliza kazi yao na wamebaini kuwa padre hana tena kesi ya kujibu, sisi tunaendelea na kushughulikia afya ya padre ili arudi kwenye hali ya utulivu, halafu mambo mengine yataendelea. Kwa ufupi ni kwamba kwa sasa kipaumbele ni afya ya padre, na ninawaomba mapadre, watawa na waamini wote kwa ujumla wamwombee padre wetu apate kurudi kwenye utulivu, awe na afya nzuri ya akili. Na nadhani tunaposema afya ya akili tunaelewana, kwa sababu swala la akili limegawanyika katika sehemu mbili. Kwa bahati mbaya kwa Kiswahili huwa tunatafsiri tu akili, lakini kwa Kiingereza kuna intellect na psyche. Kwa hiyo mmoja anaweza kuwa vizuri kwenye intellect lakini akawa na shida kwenye psyche, ambayo inasaidia ubebaji wa mambo mbalimbali ambayo anakabiliana nayo katika maisha. Na kwa kweli ndiyo ambayo padre angekuwa na shida nayo, sio kwenye intellect. Sasa kwenye intellect tunajua yuko vizuri sana. Matokeo yake ya chuo huko Mwanza kwa miaka 2 mfululizo walao ambayo nimeweza kuyapata, mwaka wa kwanza aliweza kumaliza akiwa na GPA ya 4.2 na mwaka wa pili alihitimisha akiwa na GPA ya 4.8. Ya sasa nimeambiwa lakini sijaonyeshwa
bado kwamba ana GPA ya 4.7. Kwa hiyo kwenye swala la intellect huko hakuna shida, ila kwenye PCK ambayo inaweza ikamletea shida mtu yoyote yule, hata mimi naweza nikapatwa na hiyo, basi huko inaonekana ndiko kuna shida, na hivi padri anahitaji kupata usaidizi, kupata matibabu ili aweze kurudi kwenye hali yake. Basi ilikuwa ni taarifa hiyo fupi, na nikushukuruni sana ninyi wanahabari wote, na ninaomba, mimi huwa naitazama kazi ya wanahabari kama ni moja ya kazi takatifu ikifanywa vizuri, lakini